Mpendwa msikilizaji wa JJ Studio, karibu katika kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako, usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Agosti 18. Somo lisemalo mvua ya masika. Hebu na tuombe. Mtakatifu Baba uliye mbinguni, asante kwa siku nyingine. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba Roho yako awe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Naam, Bwana afanya umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Zekaria 10 mstari wa 1. Chini ya mfano wa mvua ya vuli na ya masika inayoonyesha katika nchi za mashariki, katika nyakati za kupanda mbegu na mavuno, manabii wa Kiebrania walitabiri utoaji wa neema ya kiroho kwa kipimo cha ajabu juu ya kanisa la Mungu. Kumwagwa kwa Roho katika siku za mitume kulikuwa ndiko mwanzo wa mvua ya vuli au ya awali, na matokeo yake yalikuwa ni adhimu. Lakini karibu na mwisho wa mavuno ya dunia, utoaji maalum wa neema ya kiroho umeahidiwa ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa mwana wa Adamu. Mwaga huku kwa Roho kunafananishwa na mvua ya masika inayoanguka. Na ni kwa ajili ya nguvu hii ya nyongeza, Wakristo wanapaswa kutuma maombi yao kwa Bwana wa mavuno wakati wa mvua ya masika. Kama vile Kristo alivyotukuzwa katika siku ya Pentekoste, ndivyo atakavyotukuzwa tena katika kazi ya mwisho wa Injili, atakapoliandaa kanisa kuvumilia majaribio ya mwisho katika vita ya mwisho vya pambano kuu. Wengi wataonekana wakiharakisha kwenda huku na huko, wakibidishwa na Roho wa Mungu kuleta nuru kwa wengine. Ukweli, neno la Mungu ni kama moto ndani ya mifupa yao, ukiwajaza kwa shauku inayowaka ya kuwaelimisha wale wanaokaa gizani. Wengi, hata miongoni mwa wasio na elimu, sasa wanatangaza maneno ya Bwana. Watoto wanabidishwa na Roho kwenda nje na kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Roho anamiminwa juu ya wote watakaojisalimisha kwa ushawishi wake. Watatangaza ukweli kwa nguvu za uweza wa Roho. Lakini isipokuwa washiriki wa kanisa la Mungu leo wana muunganiko hai na chanzo cha ukuaji wote wa kiroho, hawatakuwa tayari kwa wakati wa mavuno. Isipokuwa wameweka taa zao zikiwaka, watashindwa kupokea neema ya nyongeza katika nyakati za mahitaji ya pekee. Neema ya Mungu inahitajika mwanzoni. Neema ya Mungu katika kila hatua ya mwendo, na neema ya Mungu pekee ndiyo inayoweza kuikamilisha kazi. Hakuna nafasi kwetu ya kupumzika kwa mtazamo wa kizembe. Kwa maombi na imani tunapaswa kuendelea kutafuta zaidi ujazo wa Roho. Na huu ndiyo mwisho wa somo lisemalo mvua ya masika. Hebu
Na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunatakiwa tuiandae mioyo yetu kwa ajili ya kupokea mvua ya masika. Tunaomba nasi tuwe miongoni mwa watu wale ambao watakaopata mvua hii. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi